Habari? Salama. Naitwa Inspector David, askari kitengo cha upelelezi kutoka kituo cha kati. Nilikuja kuripoti kuhusu tukio la watoto wenu kupotea, si ndio? Ndiyo. Nitawauliza maswali hapa, hivyo naomba ushirikiano wenu. Sawa. Mwanao anaitwa nani? Mwanangu anaitwa Viki. Mwanao anaitwa nani? Debo. Wana umri gani? Viki ana miaka 12. Mwanangu ana miaka 6. Walipotea lini na muda gani? Toka juzi. Walikuwa wameenda kucheza. Juzi mlipokuja kushtaki ndio siku waliopotea? Ndiyo. Ni mazingira gani ambayo unahisi kwa mara ya mwisho walionekana? Walikuwa wanacheza. Wenzao. Walikuwa pamoja, si ndio? Walikuwa pamoja. Kuna mtu yoyote ambaye labda pengine unahisi atakuwa anahusika na tukio hilo la watoto kupotea? Hapana. Ukiachana na serikali za uongozi wa mtaa, ni sehemu gani nyingine ambapo mmeenda kutoa taarifa tofauti na jeshi la polisi pamoja na kwa mwenyekiti wenu wa mtaa? Hapana. Mimi nilimpa taarifa mjomba mtu. Ulimtaarifu mjomba wake? Yeye anapatikana maeneo gani? Anapatikana mtaa wa Nyablogoya. Wewe ni jirani na hapa? Mimi sijatoa taarifa sehemu yoyote hii. Sawa, basi kwa maelezo yenu haya mafupi, tutatoa ushirikiano. Jeshi la polisi iko pamoja bega kwa bega na nyie. Kwa hiyo tutashirikiana pamoja, na endapo kama mtasikia taarifa zozote za watoto hawa labda wameonekana sehemu au mkahisi kitu chochote, naomba mtoe taarifa jeshi la polisi. Nadhani tumeelewana. Asante. Naombeni tu ushirikiano wenu baba, watoto wetu waweze kupatikana. Asante baba, tusaidieni. Basi asanteni kwa ushirikiano wenu. Ngoja niwaachie namba za simu hapa. Endapo kama taarifa zote zitapatikana, tutawasiliana. Tutashukuru. Asante baba. Asante baba. Nani aliyekutoka kitandani mke wangu? Baba, naomba ubebe hili godoro. Ongea kwa utaratibu mke wangu, mbona unaanza kupiga kelele zote? Utaratibu gani umenimwachia kwa? Mke wangu, mambo gani sasa tena hayo unataka kunifanyia? Wewe. Mke wangu, umesikia tu mbona kutoka kitandani mke wangu? Basi unatafuta nini wewe? Nakutafuta nini? Mbona kuna mkojo kabisa unaonekana hapa mke wangu? Unajua nimekuvumilia, nimekuchoka. Ona hili godoro mke wangu, mambo gani sasa mke wangu? Mambo gani sasa mke wangu unaonifanyia haya? Mbona kuna mkojo kwenye godoro? Naomba hili godoro kalianike. Bye sana. Wewe sio umekojoa kwenye hili godoro? Unaonekana kwamba mimi nimekojoa kwenye hili godoro. Naomba kalianike. Mke wangu, afu unakaa kila siku unapigana kelele. Naomba hili godoro kalianike, mimi sitaki maneno na wewe. Bye sana. Afu mbele ya majirani unapiga kelele asubuhi yote hivi. Umeamka unapiga kelele. Naomba kalianike hili godoro, wewe ndio uliyekojoa, sio mimi. Mimi na wewe nani mwanaume una mwanamke? Unanitafuta si ndio? Aliyekojoa ni nani hapa? Bye sana, usimtanie. Au tunuse mkojo wa nani? So mimi situmii pombe. Mkojo wa nani? Usimtanie. Ali mkojo wa nani? Ngoja. Mkojo wa nani? Tunaote kitandani mke wangu. Mpaka umeisha ifubaza hii shuka kwa. Hebu wewe. Kojo wote hili ni la kwangu hili. Mke wangu, shuka tunalalia wote. Mbona unapenda kuniaibisha mbele ya watu? Naomba ubebe hili godoro kaliani. Kelele mke wangu mbele ya majirani. Mbona sifa kama za kiaya mke wangu? Unahamu? Beba godoro kaliani. Nakusaidia tu kwa heshima lakini sio unanaibisha mbele ya watu mke wangu. Kwa heshima. Mambo gani unaonifanyia haya? Beba kaliani wewe. Nitakupasua kichwa wewe. Kaliani kwa unyo ndani haraka. Ni basi tu nimelianika lakini ni hivyo tu. Unaongea sana mke wangu mbele ya watu, unaongea mambo ya kukojoa. Naongea nini na kazi wewe kwa dada yako kukojoa huko? Mke wangu wewe unaongea kwa utaratibu. Utaratibu gani bwana?
Mambo Debora. Poa. Debora. Mimi hapa, mimi. Sawa. Naitwa Beni. Utakaa na mimi humu ndani, sawa? Na nimekuletea chakula ili ule. Sawa? Debora. Debora. Mmefanya nini? Yaani mmehangaika kote huko, yaani tumehangaika kote huko. Alafu mnakuja mnaharibu siku, yaani siku ya mwisho ndio mnavuruka kabisa. Yaani ile kazi inatakiwa kuwa makini. Nimekuita hapa ili nikuelezee. Hivi si mafunzo wewe ulipata mafunzo wewe? Sasa ulifeli wapi? Yule mwenzio anaelewa kila kitu. Yule mzee anaelewa. Hakukwambia? Alafu naongea umeinamisha tu kichwa. Nikufukuze kazi. Au uanze mafunzo upya. Si ulifundishwa kaelewa? Sasa ulifeli wapi? Hawakukuelekeza wenzio? Ile kazi inatakiwa kuwa makini. Sasa hao wote sasa mambo yote sasa hivi hayafai. Wote hao hawafai sasa hivi. Hiyo ni hasara. Sasa mmeniingiza hasara, wote hao hawafai sasa. Hebu nenda kabisa, nenda, toka. Mmeniingiza hasara, wote wale hawafai sasa hivi, tunafanyaje? Toka! Unatembeaje hivyo? Yaani sasa hiyo kazi yote imeharibika kabisa, imeharibika. Yaani hawa siku nikienda kule nikute kuna vinyanga tena wamekifanya. Yaani mtalijua.
jana kuhangaika kote huko mpaka sasa hivi Debora wangu hajapatikana. Pole mama Debora. Tuna imani kwa vile haya masuala yako kwenye uongozi kwenye serikali za mitaa, tuna imani serikali itafanya kazi yake, watoto watapatikana. Pole, tuzidi kuomba Mungu, watoto watapatikana. Hata mimi mwenyewe Viki wangu nasononeka sana, roho inaniuma, hata kula siwezi, namwaza mwanangu. Mungu atatusaidia. Nashukuru kwa kunitia Mungu. Kwa hiyo sasa, mama Debora, acha mimi nirudi nyumbani nikaangalia cha kufanya huko nyumbani.